Habari njema tulizonazo kabla niwaambie ripoti kutoka pale nchini Ujerumani ni kwamba kwa wale ambao mnasumbuliwa na matatizo mbalimbali ya kiafya, unasumbuliwa na vidonda vya tumbo sugu ambavyo vimekusumbua kwa kipindi kirefu sana, labda wewe ni baba na unasumbuliwa na upungufu wa nguvu za kiume, basi Dr. Nasoro bwana amekuja na dawa nyingine mpya kabisa ambazo hizi zimefanyiwa utafiti wa kiwango cha juu kabisa na anawatibu watu katika hali ambayo ni ya kuaminika sana. Lakini pia kwa wale ambao mnasumbuliwa na pressure ya kupanda, pressure ya kushuka, basi Dr. Nasoro pia anatibu, anatoa dawa za namna hiyo. Kwa wale akina mama ambao wanasumbuliwa na chango, basi Dr. Nasoro pia anatoa dawa hizo katika viwango vya juu zaidi. Lakini pia magonjwa mengine sugu ambayo yameshindikana, Dr. Nasoro amekuja na tiba nzuri sana, na amenikumbusha niwakumbushe kwamba mnaweza mkampigia simu kupitia 0717 749 113 akipatikana jijini Dar es Salaam. Lakini kwa wale ambao mpo nje ya nchi, basi Dr. Nasoro anaagiza dawa kwa njia ya DHL na zinakufikia popote, uwe Ujerumani, uwe Marekani, uwe Uingereza, uwe Ufaransa, uwe Poland, uwe Afrika Kusini, uwe Kenya, uwe Rwanda na maeneo mengine yote. Basi Dr. Nasoro atakusafirishia dawa hizo katika uaminifu wa kiwango cha juu. Wale ambao mnasumbuliwa pia na kisukari, basi mnaweza mkapiga namba hizo kwa Dr. Nasoro ili aweze kuwasaidia, na bei zake ni rahisi sana, na unapeleka kwanza majibu kutoka kwa daktari aliyokuambia kwamba una tatizo hilo, na baada ya hapo anakupa hizo dawa, na baada ya muda fulani atakwambia basi uende ukapime, utaona tatizo lako limeisha kabisa. Piga simu sasa ili uweze kupata dawa hizo. Na Dr. Nasoro moja kwa moja anatupeleka nchini Ujerumani. Ujerumani imetangaza kwamba ipo tayari kutuma makombora ya masafa marefu aina ya Taurus nchini Ukraini, na hii ni kwa mujibu wa kansela wa Ujerumani anayesubiriwa wa nchi hiyo, huku akisisitiza haja ya kuiweka Kiev kwenye mguu wa mbele na kuilazimisha makubaliano kutoka kwa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Kansela wa Ujerumani ambaye hivi karibuni atatawazwa kuwa ndiye kansela akichukua nafasi ya Olaf Scholz, ambaye anatazamiwa kushika wadhifa wa kiongozi wa taifa kubwa zaidi barani Ulaya mwezi ujao, ameshutumu shambulio la Urusi katika mji wa Sami wa Ukraini siku ya Jumapili kuwa ni uhalifu mkubwa wa kivita, huku akisema kwamba Kiev inahitaji msaada ili kusonga mbele katika mzozo huo. Alipoulizwa kama atatekeleza wito wa awali kwa Ujerumani wa kuipatia Ukraini makombora ya Taurus ambayo Kiev imekuwa ikiyaomba kwa muda mrefu, alisema kwamba atakuwa tayari kufanya hivyo ikiwa itafanyika kwa uratibu na washirika wa Ulaya. Nikimnukuu, anasema washirika wetu wa Ulaya tayari wanasambaza makombora, ameambia vyombo vya habari, ila alisema Waingereza wanafanya hivyo, Wafaransa wanafanya hivyo na Wamarekani wanafanya hivyo, kwa hiyo na sisi Ujerumani tunaweza tukafanya hivyo, huku akiongeza kwamba ni lazima jambo hili likubaliwe kwa pamoja, na kama litakubaliwa basi Ujerumani inapaswa kupeleka makombora haya ya Taurus pale nchini Ukraini. Akirejelea juhudi za rais wa Marekani Donald Trump kufanikisha makubaliano ya amani kati ya Urusi pamoja na Ukraine, Merz alionya kwamba Putin hatajibu vyema udhaifu na matoleo ya amani ambayo yamekuwa yakizungumzwa na Ukraine pamoja na washirika wa Ukraine magharibi. Alisema shambulio dhidi ya Sami ambalo lilisababisha vifo vya takribani raia 34 na wengine 117 kujeruhiwa, na kile ambacho Putin anafanya kwa wale wanaozungumza naye juu ya usitishaji wa mapigano. Aliongeza nikimnukuu, wakati fulani Putin lazima atambue kutokuwa na matumaini kwa vita hivi, ambayo ina maana kwamba tunapaswa kuisaidia Ukraini. Kansela wa Ujerumani anayemaliza muda wake Olaf Scholz amekataa mara kwa mara ombi la Kiev na washirika wake la kuvipa vikosi vya kijeshi vya Ukraine makombora ya Taurus ambayo yametengenezwa katika mfumo wa kichwa mchongoko wa kivita ambao unaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa miundombinu kama vile madaraja pamoja na mahandaki ambayo yametengenezwa na Urusi.
Ifahamike makombora haya ya Taurus yana uwezo wa kufanya masafa hadi kilomita 900 ambayo yametengenezwa na huo mfumo ambao umetengenezwa kati ya makombora ya Ulaya MBDA pamoja na yale makombora ya SAAB ya Uswidi. Ni moja kati ya makombora marefu kuliko Storm Shadow ambazo zinatolewa na Uingereza, Ufaransa, pamoja na mfumo wa makombora wa mbinu za kijeshi ambao ulitolewa na Marekani. Kwa hiyo wanasema sasa wanaye mpango wa kuhakikisha wanaipa hiyo Ukraine hayo makombora ya Taurus ili aweze kushambulia katika masafa marefu zaidi. Scholz amesema kuipatia Kiev makombora ya Taurus kutabeba hatari kubwa ya kuongezeka kwa mzozo kati ya Urusi pamoja na Ukraine, lakini pia mzozo sasa utageuka kwenda Ujerumani pamoja na mataifa mengine yote ambayo yanalenga kuipatia Ukraine makombora hayo aina ya Taurus. Merz ambaye ni kiongozi wa chama cha mrengo wa kati cha Christian Democrat CDU ambacho kilichukua nafasi ya kwanza katika uchaguzi wa shirikisho la mwezi Februari, alikosoa msimamo huo wa Olaf Scholz, akimtaka Scholz Oktoba mwaka jana kuweka makataa kwa Putin na kuwapa kuwasilisha silaha ndani ya saa 24 ikiwa atashindwa kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia pale nchini Ukraini. Hata hivyo, Merz alipinga maoni hayo wakati wa kampeni za uchaguzi, huku Scholz akijaribu kujifanya kama kansela ambaye anatafuta amani, ambaye angelinda Ujerumani dhidi ya kuburutwa kwenye vita vya Ukraini. Lakini pia ilibidi akabiliane na ongezeko la kura za chama cha mrengo mkali wa kulia, chama mbadala wa Ujerumani AfD, ambacho kinaunga mkono kuachana na Moscow. Lakini siku ya Jumapili, Merz alionya sio tu kwamba alikuwa tayari kusambaza makombora ya Taurus, lakini amependekeza kwamba yanaweza kutumiwa kulenga shabaha kama vile daraja la Kerch ambalo linaunganisha Urusi na Crimea na linaloonekana kama ishara ya kukalia kwa Putin katika rasio ya Crimea. Haijulikani hata hivyo kama washirika wa muungano wa Merz kutoka Social Democrats SPD wanaunga mkono kupelekwa makombora ya Taurus pale nchini Ukraini. Kiongozi mwenza wa chama hicho Lars Klingbeil wiki iliyopita aliahidi kusimama upande wa Ukraine jasiri, huku yeye na Merz wakitangaza mpango wa kuungana kwa ajili ya kuiwajibisha Urusi katika mapambano yake na Ukraini. Lakini Klingbeil alisema lazima akabiliane na wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo wa Ukraine katika sehemu za chama chake pamoja na baadhi ya wanachama wa SPD ambao wiki hii wanaanza kupiga kura ya kuidhinisha au kutoidhinisha makubaliano ya muungano kati ya SPD pamoja na hiyo CDU. Kwa hiyo huyu kansela wa Ujerumani mpya anayefahamika kama bwana Merz anasema yeye anapeleka hizo silaha za masafa marefu aina ya Taurus pale nchini Ukraine kwa ajili ya kupambana na majeshi ya Urusi ambayo yamekuwa yakifanya mashambulizi kadha wa kadha kwenye maeneo ya pale nchini Ukraini. Sasa tumeona pia Uingereza na yenyewe imesema itaiunga mkono Ujerumani kutuma hayo makombora ya Taurus kwenda kule nchini Ukraini. Hii ni moja kati ya kauli ambazo pia zimetolewa na Uingereza. Uingereza itaunga mkono uamuzi wa Ujerumani wa kutuma makombora ya Taurus nchini Ukraini. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ambazo zinamuunga mkono Friedrich Merz. Bwana Merz ambaye amesema kwamba yuko tayari kupeleka hayo makombora. Sasa afisa mmoja wa Uingereza anayehusika na sera za mambo ya nje alizungumza kwamba Uingereza kwa muda mrefu imekuwa ikiunga mkono Ujerumani kutoa makombora ya Taurus kwa Ukraini na itaunga mkono hatua hiyo ikiwa itachukuliwa na huyu kansela mpya. Ikimnukuu huyo afisa mmoja wa Uingereza anasema, tunaendelea kufanya kazi na washirika wetu ikiwa ni pamoja na Ujerumani kuiandaa Ukraine kadri tunavyoweza na tutailinda kuhakikisha kwamba Ukraine inakuwa ni taifa huru. Taurus ni mfumo wa makombora wenye nguvu wa kusafiri ambao unaweza kulenga shabaha ndani ya eneo la Urusi na kuifanya iwe rahisi kubadilisha mchezo mikononi mwa vikosi vya Ukraine. Hii ni kwa mujibu wa viongozi ambavyo wamezungumza. Na ifahamike, kansela wa Ujerumani kama ambavyo nimemwambia aliyepita, yeye aligoma, na aligoma kwa sababu alisema anahofia kuingia katika mapambano ya moja kwa moja na Urusi. Ifahamike kombora la Taurus, mfano lile kombora aina ya Taurus
KEPD 350 ni moja kati ya kombora la anga ambalo linatafutwa, lakini pia kuna kombora pia jingine kama kombora la Uswizi, ambayo haya ni makombora yanayotafutwa sana na Ukraine. Na gharama ya kombora hili linanunuliwa kwa takribani pound 882,000 na lina uwezo wa kupiga umbali wa zaidi ya kilomita 900, lakini pia hili ni kombora aina ya cruise na lilianza kufanya kazi mwaka 2005 na lina urefu wa mita 2, lakini pia lina uwezo wa kubeba vichwa vya silaha vya kivita na linaweza likaelekea katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kufanya mashambulizi kama ambavyo imezungumzwa. Na kama ambavyo mmewasikia wanasema kwamba wanalenga kuipatia Ukraine hilo kombora, na likipelekwa tu linatakiwa direct lielekee katika lile daraja la kule Kerch ambalo linaunganisha kati ya Crimea pamoja na Urusi. Mbunge mkuu katika chama cha Mr. Mills cha Christian Democrat alizungumza kwamba mazungumzo kuhusu Taurus katika muungano huo mpya yanaendelea, lakini alisema kuidhinishwa na Uingereza itasaidia Berlin kufikia uamuzi. Hata hivyo, alionya kwamba licha ya maoni ya bwana Mills mapema wiki, muungano wake wa Social Democrats SPD bado umegawanyika kuhusu mpango wa kupeleka kombora hili. Utoaji wa Taurus unasalia kuwa swala la mzozo wakati huu. Bado sioni mwafaka wowote hapa, haswa vile wahusika hawajafikia makubaliano juu ya sera za usalama katika mkataba huo. Alizungumza Roderick Kiswea, ambapo alisema kwamba yeye anaona hawajafikia muda mwafaka wa kupeleka hayo makombora pale nchini Ukraini. Wajumbe wa serikali inayomaliza muda wake pia wameelezea kuwa makombora ya Taurus yana nguvu zaidi na marefu katika masafa kuliko silaha nyingine kama vile zile Scalps, kumaanisha kwamba hiyo inaweza ikawa ni silaha bab kubwa. Na ifahamike, kumekuwa na ucheleweshwaji sana wa upelekaji wa hizo silaha, kwa sababu moja kati ya hizi silaha mapema sana zilishazungumzwa kwamba zingepelekwa pale nchini Ukraine, lakini ilishindikana. Na hili linaweza likawa ni kutokana na ukweli kwamba wanahofia kama wataingia kwenye mgongano wa moja kwa moja kati ya Urusi pamoja na hizo nchi ambazo zipo nyingine kwenye muungano wa NATO, nyingine zipo kwenye Umoja wa Ulaya, lakini pia nyingine ziliwahi kuingia katika historia ya kupambana na Urusi na zikapigika vibaya mno. Kwa hiyo hili nadhani ndilo lile ambalo linaogopewa vibaya mno. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.